tuwe na tabia njema, tubadilishana majirani, yule kapika hiki kapeleka pale, yule kapika hiki kapeleka pale. Ilikuwepo hii tabia zamani, lakini kadri ya siku zinavyokwenda imani hutoweka. Naam, kama ilivyokuja ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Anas kwenye Bukhari, kwamba haipiti siku ila ijayo ni mbaya zaidi kuliko ya jana. Ila an talqaw rabbakum, hali itaendelea kuwa hivyo kwamba kila siku bora la jana. Mtume anasema ila an talqaw rabbakum, mpaka pale mtakapokwenda kukutana na Mola wenu. Zanzibar hii waliokuwa wakifuturu nje ya majumba yao miaka 15-20 iliyopita, hali hii haipo kwa kiasi kikubwa, kama haijatoweka yote. Wale walikuwa, kwa nini wanafanya vile wale wazee? Kwa nini walikuwa wanafanya vile? Wale wanafuturu nje ya majumba yao, kwa nini? Walikuwa wana hikma, walikuwa wana lengo, walikuwa wana dhumuni, walikuwa wana shabaha, walikuwa wana makusudio ya iftaru saim, kumfunguza, kumfuturisha aliyefunga. Akipita apitaye anamjua hamjui, yani ataambiwa, atakaribishwa mpaka ataona haya atakaa. Hii ndiyo roho inayotakikana tuishi nayo katika miezi hii ya Ramadhani, roho ya ukarimu, roho ya aljud wal karam. Na mmesoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huzidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukarimu wake katika mwezi wa Ramadhani, huzidi ukarimu wake katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni hadithi. Kututia nia na azma ya kuwasaidia ndugu zetu. Utakuta baadhi ya watu, mtu ana listi yake, wako baadhi ya watu walishaandaa listi, mzee fulani kwa kipato chake mwenyewe alichojaliwa na Allah hana kikubwa sana, lakini watu 10 amewaandika. Mwezi 28 29, mzee fulani, bwana inshallah kitakusaidia hiki, siku za mwanzo kitakusaidia hiki. Ima amkabidhi pesa au ampelekee vyakula. Wako watu hao.